أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وعلى نبي مصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد. Ndugu yangu mtazamaji popote pale ulipo duniani, na kukaribisha katika darasa zetu huru katika chaneli pendwa yako hii ya Jureej Mo Rohaniyati. Leo tutaelezea kuhusiana na kitabu cheusi, maajabu ya kitabu cheusi. Ndugu yangu, kwanza kitabu ni nini? Kitabu ni mjumuiko wa vitu vingi ambavyo viko ndani yake. Allah anasema dhalikal kitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Hiyo ni Qur'ani. Maana yake hiki ni kitabu au kile ni kitabu au kitabu. Sasa kwa nini kimeitwa kitabu? Ndani yake mna vitu mbalimbali vizito, au kuna vitu vyovyote vya kama mjumuiko umewekwa ndani yake, unaona maelezo na ilmu mbalimbali. Sasa leo tutazungumza kuhusiana na kitabu cheusi. Kwa nini kitabu cheusi? Kwanza, kabla ya kuelezea kitabu cheusi maajabu yake, leo ninataka nikueleze kwamba vipo vitabu aina 4 duniani vikubwa kabisa. Kipo kitabu cheusi nambari 1, lakini kipo kitabu chekundu nambari 2, lakini kipo kitabu cheupe nambari 3, na kipo kitabu cha blue nambari 4. Kitabu cheusi, chekundu, cheupe na blue, vitabu 4. Hivi ni vitabu ambavyo duniani vinapatikana na kila kitabu kina jina lake. Kitabu cheusi kinaitwa Aladdin, kitabu cheusi, kwa maana mmiliki wa kitabu hiki katika viumbe anaitwa Aladdin. Lakini kipo cheupe, kitabu cheupe kinaitwa Zurhiyail, bimaana mkazi au mtumishi wa kitabu hiki anaitwa Zuhriyail. Lakini kuna kitabu ambacho ni cha blue. Kitabu cha blue kinaitwa Mushtarahiyail. Lakini kuna kitabu ambacho ni chekundu sasa chenyewe kinaitwa Bayail. Kwa hiyo vitabu hivi, kila kitabu kina miujiza yake, kila kitabu kina maajabu yake. Leo biidhnillahi alkarim tutazungumza kuhusiana na maajabu ya kitabu cheusi. Maajabu ya kitabu cheusi. Hii kitabu cheusi, ndugu zangu, ni kitabu ambacho ndani yake kina mambo makubwa sana. Ni kitabu ambacho kwanza upatikanaji wake kunakuwa ni upatikanaji ambao kwanza sio mwepesi. Upatikanaji wake ni mgumu kweli kweli. Kinapatikana katika mazingira magumu kweli kweli. Kinapatikana katika mazingira mazito kweli kweli, na hakipatikani tu katika hali ambayo ni ya wepesi. Kuna mlolongo mrefu, kwa sababu kuna asili 4 ambazo asili hizi zinakuwa ni zenye kuchanganywa ndani yake ili iweze kupatikana kitu kimoja katika hiyo namna. Sasa kunani ndani yake? Ndani yake wanakitumia wenye kukitumia kitabu hiki katika mambo ya mvuto, unaona mambo ya kupiga au kutoa, kuingiza au kuvuta na kutoa. Nilishawahi kukionyesha kitabu hiki muda mrefu kidogo, kisha baada ya hapo tukakiondoa hicho kitabu. Ni mfano wa kitabu hiko. Unaweza ukavuta ima kitu chochote kile ndani yake. Tuliwahi kuelezea pia tukaonyesha na mfano. Unaweza ukavuta mfano, hata ukihitaji mfano pesa ama fulani, unaweza ukavuta. Lakini sasa kwanza nataka utambue vitabu hivi, ndugu yangu, kuna usiri gani mpaka kitabu hicho kinavuta na kinatoa, yani kinatuma, yani nakusudia kutoa bimaana kutuma. Ndani yake kuna nini? Hii kitabu ndani yake kuna viumbe maalumu hawa wakimahudama, sio mashetani, mahudama. Lakini kimekuwa kina rangi nyeusi na kimeitwa cheusi kwa sababu mtumishi wake anakuwa kidogo matilio yake ni meusi.
ndio katika zile nguvu nne za dunia. Katika nguvu nne zile za dunia ambazo kuna udongo, si ndivyo? Alafu kuna hewa, si ndivyo? Kuna maji, alafu utakuta na kuna nini? Udongo, maji, hewa, alafu ya nne ni nini? Moto, si ndivyo? Kwa hiyo vitu hivi na kila kimoja kwa kingine vinakuwa vinaoiana. Sasa katika namna hiyo ya hayo masala kuna mchanganyiko ambao unakuwa unachanganywa ndani yake. Mchanganyiko huu unapokuwa umechanganywa ndani yake, basi ndio anakuwa Aladdin ambaye ndio mmiliki mkubwa sana wa kitabu hiki. Anasimama katika nguvu yake nyeusi. Hivyo chenyewe hakina kurasa au kina kurasa. Tunavyozungumza kurasa, peji zile, kuna kingine kina peji, kuna kingine hakina peji katika mazingira hayo. Sasa ningeweza kuonyesha mfano wa namna wa hichi kitabu, namna kinavyofanya kazi. Kinafanya kazi katika mazingira ambayo ni ya namna vile ambavyo unavyohitaji, lakini lazima wakati huo kuna mazingira lazima uweze kuwepewa, kuna key yake kidogo lazima uweze kupewa. Niliulizwa swali hili la huyu kitabu mweusi ni nani na maajabu yake. Maajabu yake ni mazito, kina mambo ni makubwa sana sana, yani chepesi kuliko vitabu vingine, naweza nikasema hivyo. Naam, hiki kina uwepesi. Wenzetu hawa ambao wazungu wanaita black book. Sasa ni kitabu ambacho ni maarufu, ni kitabu ambacho kimefanya mambo makubwa sana kwa wenzetu waliotangulia katika wazee hivyo. Kwa hivyo kupatikana kwake kidogo ni sio rahisi sana. Upatikanaji wake ni mgumu au ni mzito, inategemea na namna ambavyo kwa mfano umekipata hicho kitabu. Ni njia mbili tu kukipata kwake kitabu hicho. Ima umekaa Riadha ukampata msaidizi huyo biidhnillahi akakusaidia kuweza kukipata, am ukampata mtu ambaye mtu huyo anakitumia au mtu huyo ana uwezo mkubwa wa kuweza kukipata na kukupa wewe katika makubaliano maalumu. Napozungumza makubaliano, ni wewe sasa uangaliwe unafaa kukitumia, kwa sababu sio kitu cha kawaida. Kuna vitu vingi ambavyo sasa hivi vinafanyika. Kuna hizi mnaita rupia, unaona ile rupia, unaona si nini mnaitaje, mnaita fufu mark. Kuna watu ambao wanadili na hizo vitu kama malighafi fulani hivi, lakini ndani yake mle ndani katika ile fufu mark ni pesa fulani hivi, ambazo zile pesa kama zimezikwa zina maajabu ajabu. Sasa usipoamini na usipokubali katika upande wa mahudama hapa kwenye hizi malighafi ambazo zimezikwa na uzikwaji wake zimezikwa kimaajabu, na wenyewe kuishika hivi inakuwa ni ngumu sana. Pale sehemu pana malighafi pale, ukienda kuzifukunyua au kuzichimba zile malighafi huwezi kuzipata. Ushahidi wa hilo katika nchi yetu sisi ya Tanzania, sehemu nyingi sana zipo site ambazo zimezikwa malighafi, sehemu nyingi wamezika malighafi, lakini zile malighafi kwenda kuzitoa ni mtihani, ni ngumu mpaka kwa taratibu maalum. Na unaweza ukaenda ukachimba zile malighafi unazitoa, lakini usizifikie na unaziona zile pale, kunatokea vimbwanga vingi. Sasa kuna mwingine amefanikiwa kuzipata zile malighafi, kwa mfano kama fufu mark. Wewe unaweza ukawa unaimiliki fufu mark, lakini mimi kuweza kuipata hata kuishika tu ikawa ni ngumu. Ikikataa basi mimi sitoweza kuishika, kuimiliki. Unaona ni imani fulani au ni imani hii, lakini imani ambayo haijawahi kupatikana jibu lake kwamba kinachoendelea ni nini. Hapo ndio ujue kwamba hivi vitu vinamilikiwa kiviumbe na sio haramu, ila kila kitu kinaenda kwa utaratibu wake ambao uko sahihi. Kwa hivyo ndugu yangu, kitabu cheusi kinatumika na kitabu cheusi kipo, lakini kitabu hiki ni kitabu ambacho wanaokitumia au wanaokimiliki kitabu hiki ni viumbe maalum. Hao viumbe kiongozi wao mkubwa sana anaitwa Aladdin.
wakati kinaundwa kitabu hiki kunatumika vitu vingi sana katika ndani ya bahari au katika bahari saba zile, katika vina virefu vya zile bahari au katika moyo wa kila bahari kuna vitu vinachukuliwa pale, lakini vile vitu vinachukuliwa hudama. Kuna njia ambazo ni maarufu tunaziita njia pacha. Kuna vitu vinachukuliwa katika pacha 4, yani inaenda katika shufa ya 4, katika shufa ya 4. Hii shufa ya 4 inamaanisha nguvu zile 4 za asili. Wengine wanaita kuna mashariki, magharibi, kusini na kaskazini. Sasa hizi Mungu hakuziweka tu na mpaka wazungu, maana yake ni kwamba pande 4 za dunia hizi ni kwamba zinachukuliwa katika hali ambayo ni ya kivingine na kivikubwa, kwa sababu ndio zilizozunguka dunia nzima. Kwa hiyo hizi pande 4 hizi zina siri kubwa ndani yake. Hapo ukiangalia kuna nguvu 4 zile za asili, na kila mtu lazima awe anayo moja katika hizo nguvu 4 za asili. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atuafikishe. Ipo siku tutakuja kuelezea kuhusiana na namna gani sasa kitabu hiki kinaundwa, lakini pia na kitabu cheupe ni nani msaidizi wake na ametokana na vipi. Mwenyezi Mungu atuafikishe inshallah.